BMP TV Professional Update. Uwaligani ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena tunakuja mbele zako kwa kukuletea update nono kabisa, na mimi ni the Mr. Orange. Tunazidi kuwakilisha vyema uwanja wa BMP TV Online. Kwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu yaliyojiri kwa siku ya leo kupitia BMP TV Online, na huu ni muktasari wa habari. Makubaliano ya kihistoria ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafikiwa. Jeshi la Rwanda kuondoka Kongo, wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi kurejea nyumbani kwa heshima, usalama na chini ya uangalizi wa serikali. Makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yavutia hisia za kimataifa. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa atoa ujumbe wa matumaini kwa wananchi wa nchi hizo mbili na kupongeza hatua hiyo ya kihistoria. Denis Mukwege: makubaliano ya Washington ni usaliti kwa uhuru wa taifa na heshima ya watu wa Kongo. Kuna haya na mengineyo, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu ambayo yanazidi kujiri katika update yetu hii ya leo. Fanya kusubscribe, like pia na comment, utakometisha zaidi. Mimi ni Mr. Orange. Habari kamili. Katika tukio lililoshuhudiwa na mabalozi na wawakilishi wa kimataifa akiwemo Bwana Rubio, Bwana Bulos na Bwana Olivier, Balozi Kaikwamba alitoa tangazo rasmi la kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua kubwa katika historia ya ukanda wa maziwa makuu unaokabiliwa na migogoro ya muda mrefu. Akizungumza kwa niaba ya pande zote mbili, Balozi Kaikwamba alithibitisha kwamba makubaliano hayo yanajumuisha vipengele muhimu vinavyolenga kumaliza uhasama uliodumu kwa miaka mingi katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Katika ujumbe wake wenye kugusa mioyo ya raia, alisisitiza: kwa wananchi wetu wa Mashariki mwa nchi mlioteseka kwa miaka mingi, makubaliano haya yamesainiwa kwa fikra zenu na matumaini yenu. Mkataba huu unatoa ahadi ya wazi ya kuondoka kwa majeshi ya kigeni kutoka ardhi ya Kongo, hasa vikosi vya Rwanda vilivyokuwa vikiendesha shughuli kijeshi ndani ya mipaka yetu. Zaidi ya hilo, mkataba huu unalenga kulinda usalama wa raia katika maeneo yaliyokuwa kwenye migogoro, kuwezesha urejeo wa wakimbizi walioko nje ya nchi na watu waliolazimika kukimbia makazi yao ndani ya nchi, kufufua mamlaka ya serikali katika maeneo yote yaliyokuwa yamepoteza udhibiti wake, na kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa makubaliano haya kwa ushirikiano wa jamii ya kimataifa na taasisi za kikanda. Haya sio tu maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi. Tunahitaji kuyageuza kuwa vitendo, kwa haki, kwa wajibikaji na kwa dhamira ya kweli ya kisiasa. Mkataba huu wa amani sio mwisho wa safari, bali ndio mwanzo wa kujenga upya imani, mshikamano na matumaini ya kweli kwa watu wa Kongo na Rwanda, aliongeza Balozi Kaikwamba. Wadau wa kimataifa wametakiwa kusaidia katika kuhakikisha mchakato huu wa amani unasimamiwa kwa weledi, huku serikali za nchi zote mbili zikiweka mbele maslahi ya raia wao. Makubaliano haya yanakuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, zimekuwa zikishinikiza kuwepo kwa suluhu ya kudumu katika mgogoro wa Mashariki mwa DRC. Katika siku zijazo, hatua zitaanza kuchukuliwa kwa mujibu wa makubaliano haya. Wananchi wa Mashariki mwa Kongo na wakimbizi walioko ndani na nje ya nchi wanatakiwa kuwa na subira, huku hatua za utekelezaji zikianza rasmi. Hiyo ilikuwa ni mojawapo ya maoni ambayo imewekwa na lengo kuu la saini hiyo ya kutiwa kwenye nchi ya huko Marekani, huko jijini Washington, kwa nia mojawapo na lengo kubwa ni mojawapo ya kutaka kurejesha walioko katika makazi ya ukimbizini waweze kurejea nyumbani kwa usalama zaidi, na pia kuchukuliwa hatua kali kwa majeshi ya kigeni kuweza kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tujielekeze kwa kauli mojawapo ya Rais Emmanuel wa huko Ufaransa katika kile kinachoonekana kuwa mojawapo ya hatua muhimu kabisa za kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu.
miongo kadhaa rais wa Jamhuri ya Ufaransa Mheshimiwa Emmanuel Macron ametoa tamko rasmi la kuunga mkono makubaliano ya amani yaliyotiwa sahihi hivi karibuni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda. Kupitia hotuba yake iliyosambazwa rasmi, Rais Macron aliwahutubia watu wa mataifa yote mawili, Wakongomani na wa Rwanda, kwa maneno haya yenye uzito mkubwa. Kwa wananchi wa Kongo na Rwanda, Ufaransa inatoa ujumbe wa matumaini, amani lazima ishikiliwe. Kwa mujibu wa Rais Macron, hatua hiyo ya makubaliano ni hatua ya mbele ya kihistoria baada ya miongo ya mateso, ikisisitiza kwamba dunia nzima imechoshwa na mateso, vita na migogoro isiyokwisha katika eneo la mashariki mwa Kongo na mipakani mwa Rwanda. Rais huyo wa Ufaransa amelitaja tukio hilo kuwa habari njema kwa ukanda mzima wa Maziwa Makuu, ukanda ambao umekuwa ukikabiliwa na migogoro ya silaha, uhasama wa kikabila na mzunguko usiokwisha wa wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi. Fursa ya pekee kwa kizazi kipya cha Afrika ya Kati kujenga mustakabali wa haki, usalama na ushirikiano wa kieneo kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu na utawala bora. Makubaliano haya yaliyopatikana kwa msaada mkubwa wa Marekani yanaweka msingi wa kusitisha vita mashariki mwa Kongo, kuondolewa majeshi ya Rwanda katika ardhi ya DRC, ulinzi wa raia wote bila kujali asili au kabila, kurejeshwa kwa wakimbizi na waliokoseshwa makazi, na uanzishaji wa mekanizimu wa ufuatiliaji wa kimataifa kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano hayo. Macron pia ametoa wito wa mataifa yote, jumuiya ya kimataifa, hususan wanachama wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Madola kushikamana na kusaidia utekelezaji wa mkataba huo kwa vitendo, si kwa maneno pekee. Kazi kubwa bado iko mbele yetu, alisisitiza Macron. Makubaliano haya ni mwanzo wa safari mpya, safari ya amani ya kweli, ustawi wa raia na heshima ya uhuru wa kitaifa kwa kila upande. Katika ujumbe wake, Rais wa Ufaransa amerejea dhamira ya Ufaransa kusaidia kwa kila hali, kisiasa, kiusalama na kiuchumi, kuhakikisha kuwa mgondo huu wa amani haukatizwi kamwe. Basi hiyo ilikuwa ni taarifa mojawapo ya kutoka kwa rais huyo kwa hotuba zake ambazo alikuwa akihutubia kwa kutaka kuwapa nguvu katika jamii za upande wote huo. Na hivyo tujielekeze tena huko Kinshasa, ambako kauli nzito kutoka kwa Denis Mukwege: makubaliano ya Washington ni usaliti kwa uhuru wa taifa na heshima ya watu wa Kongo. Mganga mashuhuri wa upasuaji na mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel, Dr. Denis Mukwege ameibua tahadhari kali kuhusu makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda jijini Washington ya huko Marekani, akieleza kuwa mkataba huo unaiweka hatarini hadhi ya taifa na maslahi ya raia wa Kongo. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa hii leo mbele ya wanahabari kupitia vyombo vya kimataifa, Dr. Mukwege alieleza kwa masikitiko na hofu kubwa kwamba kwa kusaini makubaliano haya tunaweza kusema wazi kuwa utawala wa Kinshasa umeamua kuikabidhi mamlaka yake kwa mikono ya wanajeshi ya uvamizi. Hii ni hatua ya kulifanya taifa letu kuwa legelege mbele ya wale waliohusika moja kwa moja na mamilioni ya vifo, mamia ya maelfu ya wanawake waliobakwa na mamilioni ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao. Akiwa ni mmoja wa mashahidi hai wa madhila ya wanawake na watoto waliokumbwa na ukatili wa kijinsia katika mikoa ya mashariki mwa Kongo, Dr. Mukwege ameonekana kushutumu vikali kile alichokiita kuruhusu majeshi yaliyosababisha janga la kibinadamu kurahisishiwa kama washirika wa amani. Akiendelea kuzungumza kwa sauti ya huzuni na ya wasiwasi, Dr. Denis Mukwege alisema: "Niseme kwa masikitiko makubwa kwamba nina kila sababu ya kuamini kuwa makubaliano haya yaliyosainiwa huko Washington hayaleti matumaini yoyote ya kutoka katika janga hili kwa wananchi wetu wanaoteseka kila siku." Kwa mujibu wa Mukwege, badala ya kulazimisha makubaliano ya kisiasa kutoka nje ya mipaka ya nchi, ni muhimu zaidi kwa viongozi wa Kongo
kusikiliza sauti za waathirika wa migogoro, kujenga umoja wa kitaifa kupitia mchakato wa ndani na maridhiano, na kusimama kidete kulinda mamlaka kamili ya taifa pasipo kuiweka rehani kwa mataifa jirani au mashinikizo ya kigeni. Muktadha wa taifa. Makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda yaliyosainiwa huko Washington kwa usimamizi wa Marekani na mashirika ya kimataifa yamepokelewa kwa hisia tofauti nchini Kongo, wakati viongozi wa kisiasa na jamii ya kimataifa wamepongeza hatua hiyo kama mwanzo mpya. Baadhi ya wazalendo, wanaharakati na waathirika wa migogoro wameelezea mashaka yao juu ya uhalali wa athari za muda mrefu na makubaliano hayo. Kauli ya mwisho kutoka kwa Denis Mukwege: hatutaleta amani ya kweli kwa kusahau waathirika. Hatuwezi kujenga upya taifa letu kwa msingi wa kusahau maumivu ya wengi. Amani ya kweli hujengwa kwa haki ya ukweli, si kwa makubaliano ya karatasi yasiyoheshimu historia ya mateso. Na huo ndio mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Kila wakati kuwa pamoja nasi ili kupata update nono kama na hizi kutoka katika ulimwengu huu wa siasa pamoja na BMP TV Online. Mimi ni Sesde Mr. Orange. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi. Asante. BMP TV Professional Update.